Kwa kuwa sehemu kubwa ya ardhi ya wilaya ya Hai iko kwenye mashamba 17 yaliyoko kwenye vyama vya ushirika, je, serikali haioni ipo haja ya kufanya tathmini ya ardhi ya mashamba haya yote 17 ili tunapoingia mikataba tuingie mikataba tukiuhanisha na thamani ya ardhi tulionayo? Swali la pili, moja ya sababu inayosababisha kufifisha uchumi wa jimbo la Hai ni wawekezaji wasio na uwezo wanaoingia mikataba kwenye mashamba haya ya ushirika. Kwa mfano, shamba la Makoa kijiji cha Uduru ni miaka 4 shamba lile limesimama, mwekezaji halipi chochote, mwekezaji ni migogoro, kila siku ni mahakamani na wananchi wanakosa uchumi kwenye shamba hilo. Shamba la Mrososang mwekezaji ameingia mkataba ajenge kiwanda cha parachichi, mpaka sasa hivi hajafanya. Je, serikali haioni haja ya kuingilia migogoro hii iliyopo kwenye mashamba ya ushirika ili uchumi wa jimbo la Hai ambao unategemea kiwango kikubwa sana ya mashamba 17? Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Sashisha kama ifuatavyo. Kwanza nimshukuru na nimpongeze, kwa kweli amekuwa ni champion mkubwa anayefuatilia masuala ya ushirika katika wilaya yake, na kwa kweli ni mbunge ambaye yuko makini, na mshukuru sana kwa hilo, nampongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, mashamba 17 yaliyoko chini ya ushirika ikiwa ni pamoja na hayo mashamba ambayo yako chini ya mkataba wa huyo mwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi ofisi ya Rais masuala ya uwekezaji tuko kupitia ofisi ya msajili wa hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, katika bajeti inayofuata ya mwaka huu tumeweka mkakati mkubwa ambao tutakwenda kufanya tathmini ya mali zote ambazo ziko chini ya TIARA na mali zote ambazo za serikali, kuzifanyia tathmini ya kina, kujua thamani, ili tunapoingia mikataba ya uwekezaji, Mheshimiwa Naibu Spika, tuweze kujua tunaingia mikataba katika ardhi au mali ya serikali yenye thamani ipi. Mheshimiwa Naibu Spika, huo mkakati upo. Tunaomba tu bunge mkitupitisha budget, tutakwenda kufanya kazi hiyo ya tathmini, na hii itakuwa ni hatua moja nzuri sana ya kuweza kumove mbele, kuweza kuangalia namna ya kuingia mikataba ambayo ni yenye tija, mikataba ambayo inakuwa na manufaa na serikali. Kwa hiyo nimtulize Mheshimiwa mbunge atulie, tunakwenda kufanya hiyo kazi. Lakini vile vile kwa hizi kesi ambazo ziko mahakamani, Mheshimiwa Naibu Spika, ninasita kuongea kwa sababu ziko mahakamani, basi ni vizuri kuchukua hatua stahiki ili tuweze kuona ni namna gani ya kuweza kwenda mbele katika kuleta tija pande zote mbili, kati ya mwekezaji pamoja na wananchi wa Hai. Asante sana.